Katika ibada ya haji ina nguzo 4. Katika nguzo kubwa au nguzo mama katika nguzo hizi 4 au nguzo ya ibada ya haji ni al-wuqufu bi Arafa, kusimama kuja kuhudhuria katika sehemu hii ya Arafa. Katika siku hii ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikamilisha dini hii, kama ambavyo Mtume alayhi salatu wassalam yeye ameija moja katika maisha yake ambayo inafahamika katika vitabu vya ilmu kama ni hijjatul wada. Mtume alizungumza maneno mengi katika hija ile, na wanachuoni wakaandika yale maneno yako yote katika vitabu, yale maneno alizungumza katika ile haji ambayo alitaja Sheikh jana kama sitasahau, ambaye alifanyia talkhis ya maneno, alifanyia summarize al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala katika ile khutba ya Mtume Muhammad katika hija yake ya kuaga, ambayo ilikuwa siku ya Arafa, ilikuwa ni yaumul Jum'a, ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Kwa siku hiyo ya Arafa ni siku ambayo Allah alikamilisha hii dini, kama alivyosema Allah katika suratul Maida aya 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah ameridhia kwamba kwetu sisi huu Uislamu kuwa ndo dini, na ndo dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aikubali dini hiyo, anaikubali dini ya Kiislamu. Na pia kadhalika katika siku hii pia dua ambayo itakayoombwa katika siku hii, dua hiyo ina sharafu na ina tofauti na dua nyinginezo katika masehemu mengineyo, na kama ambavyo pia kadhalika wametaja ahlul ilm walipokuwa wakifanya jamu ile siku ile Lailatul Qadr na pia kadhalika siku ya Arafa. Hizi siku ni siku mbili kubwa. Katika maneno yao walipokuwa wakizikusanya wakizungumzia hizi, wakasema kwamba siku ya Arafa ni siku bora, na pia kadhalika Lailatul Qadr ni siku bora. Siku ya Arafa yenyewe ubora wake ni huu mchana, lakini siku ya Lailatul Qadr yenyewe ubora wake ni pale kuzama jua mpaka kuchomoza salatul fajr. Kuna haya masiku pia kadhalika, haya masiku 10 ambayo Allah ameyapia, yanafahamika pia vile vile kwamba ni afdalu ayami dunia, kwamba ni masiku bora ya dunia. Katika dunia masiku bora ya mchana ni masiku haya, ambapo kubwa zaidi ni siku hii ya Arafa. Kwa dua ya kuomba katika siku hii ina tofauti na dua nyinginezo, na mimi billahi alhamdu Allah kanichagua hii ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa ujanja wangu mimi au labda kwa pesa labda, la, nimekuja katika viwanja hivi zaidi mara kadhaa katika viwanja hivi. Kwa katika dua ambazo mimi nilikuwa nikiziomba katika viwanja hivi, nikirejea katika mji wangu Dar es Salaam, zile zote ambao Allah subhanahu wa ta'ala nilikuwa nikimuomba moja baada ya nyingine ananipa katika viwanja hivi. Sababu nikija najua dua yangu hii na hii na hii, na wewe pia si vibaya pia ukaorodhesha zile dua katika viwanja hivi, kwa ambavyo nilikuwa nikiziomba mimi kila nikija haji nikirudi, zote naona Allah ananifungulia moja baada ya nyingine. Na ni kweli kwamba dua katika siku ya Arafa ni dua ambayo kama anataja ahlul ilmi ina tofauti, na katika siku hii Allah anakuwa yuko katika mbingu ya dunia. Na Mtume katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam Tirmidhi, hadithi sahihi, Mtume anasema khairu du'ai du'a'u yaumi Arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tunasema khairu du'ai, bora ya dua ni dua ambayo ni bora, takana mtu asome dua hiyo, du'au yaumi Arafa, ni dua ambayo inaombwa katika siku hii Arafa. Wa khairu ma qultu, na bora ambayo nilichosema mimi na manabii kabla yangu ni kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kwa tukithirisha sana kuomba dua katika viwanja hivi, na pia vile vile katika nukta katika siku hii tukithirisha sana kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala ya takbir, na pia kadhalika na kuleta tahlil kama ambavyo walifanya sahaba akiwemo Abdullah bin Umar bin Khattab radhiallahu anhu na wengineo katika viwanja hivi walikuwa wakimdhukuru sana Allah, kuleta takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, na pia kadhalika na kuleta tahlil katika viwanja hivi wa Arafa. Na kadhalika pia vile vile katika nukta katika siku hii Arafa, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe, anawaacha watu huru na moto. Nakuja katika hadithi kwamba hakuna siku yoyote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala
anawasamehe waja wake na moto zaidi katika siku hii ya Arafa. Kwa ni siku ambayo iko mbele yetu, na hii ni kwa kila mmoja yeye mwenyewe. Sasa yeye atafanya option mwenyewe, sababu jambo wewe uko nalo hapo, ushapewa, ushabana hii Arafa uko nayo hii hapa. Sasa ni wewe mwenyewe uangalie kwamba utafanya katika hali gani. Mimi ni hayo, ninawashukuru sana kwa kunisikiliza, na pia kadhalika sasa nitakuwa nimeongeza kidogo, na ikiwa pia kadhalika ikiwa nimepatia basi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa nimepatia fa min Allah, na ikiwa nimekosea basi fa min qillati ilmihi, kwa ule uchache wa elimu yangu, na pia kadhalika na waswasi wa shetani. Hadha wallahu a'lam. Fa subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.